نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربهم يوقنون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتكرم وتحنن عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أحبتي في الله, بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa mara nyingine tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye kwamba ametujumuisha katika nyumba miongoni mwa nyumba zake kutekeleza ibada ya salati al-Jum'a. Tumuomba kama alivyotujumuisha atutakabalia ibada kama hii. Ikhwatal imani wal Islam, baada ya kuzungumzia moja katika neema kubwa ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuneemesha nayo ni neematul bayan, ambayo kwamba ameitaja al-Haqq Subhanahu wa Ta'ala mwanzo wa surat Ar-Rahman aliposema Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanadamu kisha akamfundisha bayan. Tukasema bayan ni kuweza kuyaeleza yale yaliyomo ndani mwako ukaweza kuyatoa kwa njia ambayo kwamba itakuwa ni sahihi, ukawa ni hodari katika uslubu wa kuzungumza na kwenda na yule ambaye kwamba unafanya naye hiwar. Tukiendeleza masala kama haya, tapenda twende upande wa pili sasa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa wewe neema ya bayan uweze kujikisi katika yale unayoyasema na kuyapima yale unayoyatoa, lakini kuna na mukabil, kuna ule upande wa pili ambao kwamba nao husema na wewe ama hukusema wewe, vipi utakwenda nao? Yani kiufupi, kalamu nas, maneno ya watu. Kuna dhahira, kuna janga ambalo kwamba lipo katika jamii yetu, bali katika kila jamii. Janga lenyewe ni al-khawfu min kalami nas, kuwa na hofu na maneno ya watu. Mtu leo yuko tayari kufanya maasi kwa sababu aogopa fulani atasema. Mtu yuko tayari kuacha taa kwa sababu aogopa kina fulani watasema. Mtu leo yuko tayari afanye harusi, afanye israfu katika walima wake kwa sababu asipofanya hivyo watu watasema. Harusi zingine kwa tolewa, mbona yangu nisitoe? Kwa hivyo watu watasema nifanye israfu, ni muasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mifano ni mingi. Al-khawfu min kalami nas, kuogopa maneno ya watu ni janga kubwa ambalo kwamba lipo katika jamii zetu. Na tunapozungumzia maneno ya watu, taban yana sura mbili. Siku zote maneno ya watu kuyaepuka inakuwa ni vibaya. Kuna mara nyingine unatakikana uyaepuke. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kwa maneno na kitendo katika sunna yake na katika ahadithi zake. Rasulullah katika hadithi iliyopokewa na Sayyiduna An-Nu'man ibn Bashir, moja katika maswahaba wadogo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye kwamba iko katika sahihi al-Imam al-Bukhari.
Mtume sallallahu alayhi wasallam asema alhalalu bayyin walharamu bayyin. Halali iko wazi, lakini na vile vile haramu iko wazi. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuha kathirun minan nas. Na kati ya halali na haramu kuna mengine hapa katikati ni ya shubha, kuna watu wengi hawayajui haya ya shubha. Kisha Mtume akatuambia famanittaqa shubuhat, yule ambaye kwamba atajiepusha na haya ya shubha, atajikinga na haya ya shubha, atakuwa amefanya nini? Asema faqad istabra alidinihi wa irdi, atakuwa ameikinga dini yake na ameikinga heshima yake. Yani atakuwa amejikinga na maneno ya watu kumsema vibaya. Huwezi leo wewe ukatoka ukaingia katika danguro, nyumba ya wanawake wenye kujiuza, alafu wataka watu wakudhanie vibaya. Umejitia katika shubha. Hata kama umeitwa kwenda kutengeza mifereji kule ndani, lakini umejitia katika shubha, utasemwa. Lakini utakuwa unaepuka faqad istabraa lidinihi wa irdihi, umehifadhi dini yako, umehifadhi na vile vile heshima yako. Kwa hivyo ipo katika dini mtu kuepuka ama kuogopa maneno ya watu kwa kuepuka nini? Mambo ya makosa na sehemu za shubha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa yuko katika i'tikafu msikitini, akaja kutembelewa na mmoja katika mama za waumini, Sayyidatuna Safia radhiyallahu anha. Sayyidatuna Safia amekuja, Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza naye, anamshindikiza. Masahaba wawili wanapita na ni usiku. Masahaba wawili walipomwona Mtume amesimama na mwanamke, wakaongeza spidi kidogo katika ule mwendo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ala rislikum, hebu polepoleni, mkimbizwa mwenda wapi? Innaha Safia, huyu ni mama yenu Safia, si mwanamke mwingine ajinabia, ni Safia huyu mama yenu. Masahaba akasema ya Rasulullah, washangaa, ya Rasulullah, hatuja kudhania vibaya sisi ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia inna shaytana yajri min ibni adama majra dam, shaytani anamtembea mwanadamu kama vile namna damu inavyotembea katika mishipa yake. Yani Mtume sallallahu alaihi wasallam akavunja zile nafasi za kuweza kudhania mabaya ama kwenda kusema yeye kwamba ni mabaya. Hilo latakikana ujikinge kutokamana na maneno ya watu wakati utakuwa unaingia katika shubuhati ama mambo ya makosa. Lakini kuwa wewe utakuwa na hofu ya maneno ya watu, shughuli yako kubwa, umri wako wote wapotea, wewe uko katika kuishi fulani atasema, wala hujali wala huna hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Uko tayari kuacha maamrisho yake kwa sababu ya kina fulani, uko tayari ya kufanya makatazo kwa sababu ya kina fulani. Makosa hilo. Na hao kina fulani hata ukafanya vipi, ukataka kuwaridhisha kwa namna gani, hawataridhika, kwa sababu ridwan nasi ghayatun la tudraku wa ridallahi ghayatun la tutraku. Ridha za watu, ukisema wewe utaishi katika ulimwengu wataka kuridhisha watu katika unaoyafanya na unaoyasema, utapata shida. Hakuna atakayeridhika na wewe. Ridwan nasi ghayatun la tudraku. Katika visa vya kifukaha venye mafunzo, yasemekana Juha alitoka na mwanawe, mtoto wake, siku moja pamoja na punda wao. Juha na mtoto wake wakapanda juu ya punda, wanatembea njiani, wakapambana na watu. Watu wakaanza kusema, angalia namna gani watu hawana huruma, apanda yeye na mtoto wake juu ya mnyama, hawana huruma kabisa na wanyama hao. Juha akamwambia mtoto shuka, akawa Juha yuko juu ya punda, mtoto yuko chini. Wakifika mbele wanapambana na watu wengine. Ni mababa gani hawa wa akhiru zamani, hawana huruma na watoto wao kabisa. Mtoto atembea chini, baba amekaa juu. Akashuka yeye Juha, akampandisha mtoto wake. Wakifika mbele wanapambana na wengine. Watoto wa siku hizi hawana adabu, wanapanda na baba anatembea kwa miguu. Wakateremka wote wawili, wanatembea kwa miguu na punda yuko ubavuni mwao. Wakifika mbele wanapambana na watu wengine, wanasema angalia namna watu walivyokuwa ni wajinga, wanakipando kisha wanatembea kwa miguu. Tupande sote halikuridhishi, tushuke sote halikuridhishi.
nipande mimi nimwache mwanangu chini, halikukuridhisha. Nimpandishe yeye, mimi nitembee kwa miguu, halikukuridhisha. Nifanye nini ili uridhike? Kwa hivyo namna utakavyofanya, ridha nasi ghayatun la tudraku, ridha za watu, ukitaka kuridhisha watu utapata shida, ni upeo usiopatikana. Namna utakavyofanya, hakuna atakayekuwa radhi na wewe. Wameudhiwa mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala hakuna alokuwa radhi na wao. Sayyidatuna Maryam al-Adhra, Sayyidatuna Maryam ambaye kwamba hakuna mwanamke ambaye kwamba anapigwa mfano katika kujihifadhi kama yeye, lakini pamoja na yote hayo alisibiwa na maneno ya Banu Israila. Watu wake walimtolea maneno, lakad ji'ti shay'an fariya, Maryam, mbona umekuja na jambo ambalo kwamba ni ovu. Ya ukhta Haruna, ma kana abuki mra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Moja kwa moja wamekwenda kumtuhumu na kumtolea maneno ambayo kwamba ni machafu Sayyidatuna Maryam, mpaka akatamani kufa. Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya, ya reti ningekuwa nimekufa mimi kabla kusibiwa na haya, kabla ya kutolewa maneno kama haya, ningekuwa nimesahaulika kamwe. Leo mimi nilojihifadhi nikashikamana na ibada, naje kutolewa maneno kama haya na watu wangu. Yalimpata Sayyidatuna Maryam. Wacha Sayyidatuna Maryam, yalimpata Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ashraful khalq, kiumbe kilokuwa bora zaidi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Al-Qur'an Al-Karim, anatuambia walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, hakika tunajua sisi na tunatambua kuwa kifua chako kinasikia dhiki, kifua chako kinadhikika kutokana na yale wanaoyasema. Hebu jiulize, katika viumbe wa Mwenyezi Mungu kuna aliyekuwa na kifua kipana zaidi ya mtume? Kuna aliyekuwa na kifua kisafi zaidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Kulikuwa na mwenye kifua chenye kuhimili zaidi ya mtume? Mpaka Hassan ibn Thabit katika kumsifu asema himma zake zilikuwa ni himma za juu, na ile ndogo kabisa, ajallu min ad-dahri lahu himamun la muntaha likibariha wa himmatuhu sughra ajallu min ad-dahri. Pamoja na himma kubwa aliyokuwa nayo na kifua kipana alichokuwa nacho, lakini alisemwa kwa ubaya mtume sallallahu alaihi wasallama. Maneno ya watu yalimuandama na ilimtia dhiki. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, najua kwa kifua chako kinahisi dhiki kwa yale wanayoyasema. Sasa ikiwa kifua cha mtume kilihisi dhiki, vipi mimi na wewe vifua vyetu vitakosa kuhisi dhiki? Tasemwa na utapatwa na dhiki katika kifua chako, lakini hali nini? Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Msabbih Mola wako, endelea kufanya ibada yako, sujudu, muabudu Mola wako mpaka utakapofariki. Usishughulike kana kwamba Mwenyezi Mungu asema watana nayo, wache waseme watakaoyasema, yasikushughulishe hayo. Hamu yako iwe ni nani? Allah. Utafute radhi za nani? Za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watu wanapata shida, unaona mtu anataabika katika huu ulimwengu, unataabika na nini? Naogopa fulani asije akaniona kisha akanifahamu vibaya. Naogopa fulani nikose radhi zake. Naogopa fulani anione anikasirikie. Lakini huogopi Mwenyezi Mungu akuone akukasirikie? Uko tayari kuridhisha jicho la mwanadamu uache jicho la Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mwanadamu ambaye kwamba leo ni kipenzi chako, kesho atakuwa ni adui wako. Na yule ambaye kwamba mnashikana mikono leo, kesho atakuwa nyuma yako na kisu ataka kukudunga katika mgongo wako. Watafuta radhi zake badili utafute radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimzungumzia Sayyiduna Ismail alayhi salam katika Al-Qur'an Al-Karim alisema wa kana inda rabbih mardiya,
alikuwa kwa nani? Kwa Mola wake. Hakusema inda nas, kwa watu, la. Wa kana inda rabbih, kwa Mola wake alikuwa ni mardhiya. Mola wake alikuwa na radhi naye, na alikuwa zitafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hili ni somo topewa mimi na wewe. Radhi uzitafute za nani? Za Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ni za watu huwezi kuzipata. Wallahi, ufanye utakayoyafanya na bado utatiwa midomoni. Ufanye utakayoyafanya utasemwa. Nikupe mfano. Kunyeshe mvua, kuwe na matope pale, uende ulale, mgongo wako uwe ni bridge, watu wavuke wasikanyage yale matope, wallahi utasemwa. Tambangalia mgongo gani umepinda, hata hujanyoka, na unafanya khairi watu wapite. Fanya utakachokifanya utasemwa. Ridha nasi ghayatun la tudraku. Mwanadamu huwezi kumridhisha. Wa kana inda rabbih mardiya, alikuwa kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo nawe tafuta huko. Angalia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika Al-Qur'an Al-Karim anatuambia nini? Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la takunu kalladhina adhaw Musa, musiwe kama wale waliemuudhi Musa, wakamtolea maneno machafu, wakamtupia maneno. Saidina Musa ameudhiwa, ilifika daraja inanukuliwa katika akhbar, Sayyiduna Musa anamuomba Mola wake, ya Rabbi kuffa anni alsinata bani Israil, ya Rabbi nitosheleze na ndimi za banu Israil, wafanye hawa banu Israili wasiniseme mimi, ya Rabbi nimechoka na maneno yao. Angalia ombi analoliomba nani? Sayyiduna Musa alayhi salam, namna alivyoudhiwa na kupewa maneno mazito. Mwisho mpaka ndugu yake Harun akaambiwa yeye ndiye aliyemuua. Huku Firauni anamwambia, wa inni la adhunnuka ya Musa mashura, mimi nadhani wewe umerogwa wewe Musa. Pamoja na yote hayo anamuomba Mwenyezi Mungu, kufa anni alsinata bani Israil, ya Rabbi nitosheleze mimi, nihifadhi nisisemwe na banu Israil. Mwenyezi Mungu anamwambia nini? Anamwambia lam attakhidhu li nafsi, hilo naloliomba mimi mwenyewe sijajipa. Mimi ni Mola wao, nimewaumba na waneemesha na waruzuku na wapa kila sampuli ya neema, na bado wananisema, na bado wananizulia, wanasema nina mke, nina mtoto, nina hili na lile, na bado wananipiga vita. Mimi Mola wao sikujipa hilo, hata wewe huwezi kulipata. Ndio ile mshairi akisema, la usahiba al-insanu Jibrila lam yaslam al-mar'u min qala wa min qila. Hata kama Jibrili atakuwa ni rafiki yako wewe, wacha marafiki wa kawaida, yule raisul malaika, raisi wa malaika na mbora wao, akawa ndio rafiki yako, unashikana naye, lam yaslamil mar'u min qala wa min qila, hawezi kusalimika mwanadamu kutokamana na qala na qila, atasemwa tu. Sema kad qila fillahi aqwalun musannafa tutla idha rutila alquranu tartila. Mwenyezi Mungu amesemwa maneno mangapi yametajwa katika Qur'ani, ukisoma kwenye Qur'ani unayaona. Qad qila inna lahu waladan wa sahiba, ameambiwa ana mtoto, ameambiwa ana mke, zuran wa buhtanan wa tadhlila. Buhtan na urongo anazuliwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na upotevu. Anamaliza kwa kusema hadha qawluhum fillahi khaliquhum, haya ndo maneno yao kwa Mola wao aliyewaumba. Allah ambaye amewaumba akawaruzuku na kuwaneemesha neema zote, wanamsema hivyo. Fakaifa idha qila fina ba'dhu ma qila, hata kisemwa mimi na wewe baadhi ya mambo kuna nini, ikiwa Mungu mwenyewe amesemwa? Amwambia Sayyiduna Musa, hilo sikujipa mimi, huwezi kulipata. Anaudhiwa. Angalia Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, wakati alipoudhiwa na maudhi alipata ni mingi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anagawa ghanaim, akatoka bwana mmoja akasema, hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah, huu ni mgao ambao kwamba haujakusudiwa Mungu, si mgao wa haki huu. Yani anamtuhumu Mtume sallallahu alaihi wasallam na dhulma. Al-Qasim, Abu al-Qasim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuna aadala min, kuna aliyekuwa mwadilifu zaidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamtuhumu Mtume sallallahu alaihi wasallam na dhulma.
Mtume sallallahu alayhi wasallama huko anatoka Sayyiduna Umar ibn Khattab kama kawaida yake mkali, idhan li an adriba unuka hadha almunafiq, ya Rasulullah ni ruhusu mimi nimkate shingo huyu. Nini alichokisema Mtume sallallahu alayhi wasallama? Alisema rahimallahu akhi Musa laqad udhiya akthar min dhalika fasabar. Mwenyezi Mungu amrahamu ndugu yangu Musa, aliudhiwa zaidi ya hivyo akasubiri, alipewa maneno zaidi ya hayo akafanya subra. Sayyiduna Musa alayhi salam, Mwenyezi Mungu atuambia ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina adhaw Musa, enyi mlioamini msiwe kama wale waliomuudhi Musa. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu, Mwenyezi Mungu akamtoa ni bari, akamwepusha na yale madai na masingizio ambayo kwamba ametuhumiwa. Kisha akamaliza kusema nini? Wa kana inda Allahi wajiha, akawa Sayyiduna Musa inda Allah, kwa Mwenyezi Mungu wajiha, ni mwenye daraja, ni mwenye manzila, ni mwenye shan. Yani hata kama wewe Firauni pamoja na ufalme wako na jabaruti yako utaona huyu Musa hana chochote, pamoja na nyinyi mtakavomdhulumu na mtakavomtesa, lakini kwa Mwenyezi Mungu yukoje? Wakana inda Allahi. Hili ndo taka wewe ulieke mbele ya macho yako, ulifanyie kazi. Usishughulishwe na watu, shughulika na nani? Upigwe vita na dunia yote, usemwe na ulimwengu mzima, kwa kupitia maneno yao ndo utaingizwa motoni na Mwenyezi Mungu. Twende kinyume, usemwe kwa uzuri na ulimwengu mzima, ndio itakuwa sababu ya wewe kuingia peponi. Narudia, dunia nzima ikuseme wewe kwa uovu, itakuwa ni sababu ya wewe kuingia motoni. Dunia nzima ikuseme wewe kwa uzuri, itakuwa ni sababu ya Mwenyezi Mungu kukutia peponi. La wallah. Kwa hivyo shughulika na radhi za nani? Radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lamu ma fi nufusikum au bima fi nufusikum, Mwenyezi Mungu anajua yale yaliyoko ndani ya nafsi zenu. Wewe fanya khairi, nenda, usisubiri kusemwa kwa uzuri. Maadamu wajua inna Allaha la yudayyi'u ajra man ahsana amala, Mwenyezi Mungu hapotezi ujira wa yule aliyofanya amali nzuri. Fanya, nenda. Ukisubiri maneno ya watu utapata shida, utawachana kufanya. Hasa fanya mema, nenda. Sema mazuri, nenda. Usijali walioko nyuma, kwa sababu mara ngapi unafanya jambo la khairi alafu linafasiriwa vibaya? Mara ngapi unatoa maneno mazuri kisha yanafahamika kinyume? Yapo ama hayapo? Najua nikiyazungumza haya kila mmoja hapa anasema kana kwamba shekhe ajua yanayojiri kule kazini, kana kwamba shekhe ajua kulivyo nyumbani, kana kwamba shekhe ajua kule mtaani namna marafiki zangu walivyo. Ni jambo la mpata kila mmoja, si la fulani na ilani. Kila mmoja apatwa na mtihani kama huu. Kwa hivyo wewe fanya, nenda. Usitarajie malipo kutoka kwa wanadamu, wala usitarajie kutajwa kwa uzuri kutoka kwa wanadamu. Mwanadamu yuwasema na hachoki kusema, kutoka ombwe anasema na hayaishi maneno yake, na hana rahma katika kusema, anavuruga na kuvunja. Kwa nini upate shida? Sasa maneno yake yote hayo yalizuia mwezi kutoa mwangaza. Maneno yote ya wanadamu yalikuwa sababu ya miti kutotoa matunda. Yalibadilisha nini katika maumbile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa nini wapata shida kwa kwa fulani anasema? Mwache aseme. Madamu unajali nini? Radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, namna utakavyokuwa utasemwa. Al-Imam Shafi'i radhiyallahu anhu katika maneno yake yanayonukuliwa kutoka kwake ya hikma alikuwa akisema, dhahiktu faqalu ala tahtashim, asema nilicheka nikaambiwa hufanyi heshima wewe, tachekaje huko? Yani kucheka halikuwafurahisha. Haya, asema bakaitu faqalu ala tabtasim, asema nimetoka kwenye kucheka sio, nikalia. Bado wakasema watu
ala tabtasim, hautabasamu wewe, kulialia tu kila saa, kutoa chozi. Kucheka hakukuridhisha na kulia hakuja waridhisha. Asema basamtu, nikatabasamu. Faqalu yurai biha, wakasema mwangalia jionesha. Tamthilia tu hizo, you acting kwa tabasamu, lakini ndani mwake jana hichi na kile. Asema abastu, nikakunja uso, yani nikakaa serious. Faqalu bada ma katam, wakasema yamedhihiri yale anayoyaficha siku zote. Huyo alikuwa aficha kucha, huyo ndio jitu la hasira tu ili akicheka alikuwa anafanya tamthilia. Asema sakattu, nilikaa kimya. Faqalu kalilul lisan, wakasema angalia ulimi wake mzito. Asema nataqtu, nikazungumza. Faqalu kathirul kalim, wakasema apenda sana kuzungumza huyo. Boboko tu kama kaseti, akaikimya hamezi mate. Si ndivyo tulivyo? Yani namna utakachofanya hakimridhishi mtu. Leo tajiri atambua utajiri wake ameupata kwa kuuza mihadarati, ameuza unga bana yule. Si kawaida bana. Ghafla tu hivi miaka 2-3 ashakuwa tajiri. Ukija kwa maskini bado pia hajasalimika. Mzembe yule, hataki kujituma bana. Atakukaa kupakata mikono. Mnene utasikia mafuta ya nyama za haramu tu haya. Mbelika nenepa. Aliyekonda tamba ana mdudu yule. Yale maradhi mabaya. Mrefu kaenda mbinguni, mfupi utambua umedidimia ardhini. Watakaje sasa? Maumbile yote Mwenyezi Mungu hakuridhishi. Watakaje mwanadamu? Kwa hivyo ukikaa kuangalia mwanadamu asema nini, atakachokisema ni kipi, utapata shida. Aseme atakachokisema hakikuridhishi chochote wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokewa na Imam Ahmad na Imam Tirmidhi na Imam An-Nasa'i kutoka kwa Al-Bara ibn Azib, kuna bwana mmoja amekuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, amwambia ya Muhammad, inna madhi zain wa dhammi shay. Muhammad, angalia, mimi nikisifu ujue sifa yako ni nzuri, inampamba na kumtengeza na kumtangaza yule mtu, lakini nikiponda ujue na vuruga na chafua sura ya mtu. Inna madhi zain wa dhammi shay. Mtume alimjibu nini? Ile kibria na jabaruti iliyokuwa kwa yule mtu, kujiona yeye ndio anaweza kupamba mtu na anaweza kumwangusha mtu, anaweza kumuinua na akambwaga, kumjenga na akambomoa. Rasulullah amemjibu nini? Amwambia dhaka Allah azza wa jalla, hayo unayosema ni sifa ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Kweli Mungu akikusifu utainuka daraja, na vile vile Mungu akikutweza utashuka, uwezi kupanda. Hiyo ni sifa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ni wewe mwanadamu, sifu, ponda, sema, nyamaza, fanya utakachokifanya, huzidishi wala hupunguzi. Walaitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tarda wal anamu ghidabu walaita alladhi bayni wa baynaka amirun wa bayni wa bayna alalamin kharabu idha sahha minka alwudd falkullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa at-turabi turab. Sayyidatuna Rabi'a al-Adawiyya alikuwa akitoa maneno haya kumkhutubu Mola wake subhanahu wa ta'ala. Asema laitaka tahlu wal hayatu marira, mimi muhimu ya Rabbi ni wewe kwako kuwa kuzuri hata kama maisha yatakuwa magumu na uchungu. Walaitaka tarda wal anamu ghidabu, na yareti ya Rabbi wewe utaniridhia, nipate radhi zako hata kama waja huku na watu watakuwa wana ghadhabu na wana hasira na mimi, wamenikasirikia. Asema walaita alladhi baini wa bainaka amirun, na yalete kile kilioko kati yangu mimi na wewe kiko sawa, kimejengeka, ni kizuri. Wa baini wa bainal alamin kharabu, na kilioko kati yangu mimi na watu kivunjike, sijali, bora kwako kumetengezeka. Asema idha sahha minka alwud falkullu hayy, kukisihi mawadda kutoka kwako
wewe ya Rabbi ukishanipenda, falkullu hayyin, walobaki wengine wote hawanijalishi. Wa kullu alladhi fawqa turabi turabu, na kila kilioko juu ya udongo ni udongo. Na hakuna atakayeingia na mimi katika kaburi, na kuna atakayesimama na wewe katika mizani kufanywa hisabu siku ya kiyama, hata akawa ni rafiki yako vipi, bali hata kama ni ndugu yako wa damu. Yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi wa fasilatihi allati tuwi. Kila mmoja atamkimbia mwenzake, hakuna atakayeingia na mwenzake. Kitakacho nufaisha siku hiyo, ikiwa umeshikana na mtu, basi siku kupamba kwa maneno mazuri kwa ajili ya kutaka maslaha kwako, ama kukutukana kwa kukosa maslaha kwako, bali ni kwa ilaka iliyopatikana kati yenu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alipotaja watu 7 watakao kuwa chini ya kivuli, akasema warajulani tahabba fillah ijtamaa alayhi wa tafarraqa alayhi. Watu wawili wamependana kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, walijumuika wakawa pamoja kwa ajili ya mahaba ya Mungu, na mpaka wakafariki bado wanapendana kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Angalia qaid, angalia mpaka aloweka Mwenyezi Mungu. Ingekuwa kila watu ambao kwamba wako pamoja watakuwa chini ya kivuli cha Mwenyezi Mungu, tungekuwa sote twenda huko, kila mmoja na marafiki. Kila mmoja ana marafiki. Ukitoka hapo ukienda mabarazani pale utapata mtu na marafiki zake, ukienda kafe utapata mtu na marafiki zake. Lakini je, kila rafiki anakupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ama wengine wanakugandama kwa ajili ya maslahi? Ni wangapi unakaa nao mnacheka, akitoka anatafuna kidole? Ni wangapi unakaa nao anakuonesha mahaba, mkifarikiana hakuna anayekula nyama yako kama yeye? Siku hiyo ndo utajua yupi alikuwa ni mkweli na yupi ndo alikuwa mrongo. Al-akhillau yawmaidhin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa almuttaqin. Mwenyezi Mungu atuambia marafiki siku hiyo, baadhi watakuwa ni adui wa baadhi wengine, isipokuwa wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu, waliokusanywa na takwa, wale ambao kwamba waliletwa pamoja na mahaba ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu, wakati umeenda na maudhui ni mapana na ya kusemwa ni mengi, lakini tutosheke na haya. Ishi katika huu ulimwengu, hamu yako iwe ni kumridhisha Mola wako, sio kuridhisha watu. Maneno ya watu kama wanavyosema wenye hikma ni kama mawe. Sasa utaamua mwenyewe, utayaweka juu ya mgongo wako ya kuvunje, ama utayaweka chini ya maguu yako ya kuinue. Uamuzi ni wako mwenyewe, yasikushughulishe kabisa. Anayekusema kuseme, mtu atakimbia ende huku na kule aende, atazunguka kuchafue jina azunguke. Wewe bora jina lako wajua uko sawa kwa Allah na umfanya usawa, na jina lako liko safi kwa nani? Wakana indallahi wajiha. Atakwenda kusimama katika milango ya wanadamu aende akushtaki, sijui katika taasisi fulani akashtaki, wewe mshtakie nani? Mola wako subhanahu wa ta'ala. Simama katika mlango wake na atakunusuru tu. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu. Ahadi ashaichukua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawatetea wale ambao kwamba wamemwamini. Tumuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, innahu waliyyu dhalika walqadiru alayhi. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.